Yes, mambo ni aje, mambo ni vipi ewe mwana PMTV, karibu kwenye updates za kimichezo ambazo sisi kwa leo hii bwana ni kama tumepiga TBT fulani hivi, na hii ni kutokana na sisi kuamua kudeal na kile ambacho amekizungumza aliyewahi kuwa kocha wa klabu ya Simba Robertinho Oliviera, ambaye baada ya kutoka ndani ya klabu ya Simba alienda kuifundisha klabu ya Rayon Sports, lakini kwa sasa akiwa anaitumikia klabu ya Jeddah ya nchini Saudia, ikiwa ligi daraja la pili. Sasa yeye naye amepaza sauti yake kuhusiana na kile ambacho kinaendelea ndani ya klabu ya Young Africans, lakini akiwa amemlenga zaidi kiungo mshambuliaji raia wa Uganda, nikiwa namzungumzia Alan Okello, kutokana na nafasi ambayo amekuwa akichezeshwa. Wengi wanamfahamu Alan Okello kama namba 10 pase, lakini ndani ya klabu ya Young Africans ni kama mwalimu Pedro Goncalves kwa sasa ameamua kwanza kumtumia kama kiungo wa pembeni. Sasa Robertinho Oliviera alikuwa na haya ya kusema kuhusu kiungo huyo raia wa Uganda. Anasema Okello wa sasa sio yule ninayemfahamu, kwani ana kiwango bora kuliko kile anachokionyesha Yanga, kwani nafasi anayocheza inaziba ubora alionao. Okello akichezeshwa namba 10 atakuwa hatari zaidi, kwani anabadilika kabisa akiwa eneo hilo na anakuwa na nguvu ya kutoa pasi nyingi za mabao, lakini pia ana uwezo wa kufunga kwa urahisi zaidi akiwa hapo. Anavyotumika sasa kama kiungo wa pembeni inampa changamoto kwa sababu hana nguvu na kasi ya kumudu kucheza eneo hilo. Naamini Yanga imepata kiungo mzuri sana, kwani kuwa akibadilishwa nafasi hata washambuliaji watafurahia zaidi kucheza naye kutokana na ubunifu wake. Hayo ni si maneno yangu, ni maneno ya aliyewahi kuwa kocha klabu ya Simba Robertinho kuhusiana na kiungo Alan Okello. Sasa wewe pia una nafasi ya kuacha komenti yako hapo chini kuhusiana na kile ambacho amekizungumza Robertinho. Na hisi ni muda sahihi wa Alan Okello kutumika kama namba 10 na sio kiungo wa pembeni, ama unahisi anastahili kubaki pale ambapo mwalimu atamwambia acheze, kwa sababu mwalimu ndo anaamua nani acheze? Lakini wakati unaacha komenti yako hapo, usisahau kwamba website ni moja tu ya kufanya bashiri zako kupitia mikeka, nayo ni pmbet.co.tz. Leo kuna mechi nyingi, hakikisha unafanya bashiri zako, kwa sababu huku hauishi kupata pesa za mkeka peke yake, bali unaingia kwenye draw ya kushindania Toyota IST ambayo inatoka kila baada ya wiki 5. Website ni pmbet.co.tz. Mimi naitwa Raymond Elias.